Tupo katika kituo cha kuzalishia taulo za kike ambacho kinapatikana wilayani Kyela mkoani Mbeya katika shule ya sekondari Mkuyu ambayo inapatikana wilayani Kyela, na hapa sisi KLFM Digital tumekuja kuzungumza na baadhi ya wanafunzi ambao wapo kwenye kituo hiki, lakini wakati huo pia na tupo na wakufunzi tofauti ambao wapo kwenye hiki kituo. Lengo kubwa ni kutaka kufahamu uzalishaji wa taulo za kike unafanyikaje mpaka kwenda kutumika na wanafunzi katika shule mbalimbali wilaya ya Kyela. Nipo na madam hapa, ataanza kwa kujitambulisha, lakini pia atatuambia kituo kinaitwaje na nini shughuli kubwa ambayo wamekuwa wakifanya. Karibu sana madam. Asante, naitwa Mariam Kyela, ni msimamizi wa kituo cha Safi Sanitary Reusable Pad ambayo inazalishwa katika kiwanda cha Nguo Sekondari, na hapa tumekusanya mabinti wengi wenye ndoto zao za kesho. Lengo letu kubwa ni namna ya kuwasaidia juu ya matumizi salama ya hedhi salama, na tupo hapa kwa ajili ya kupatia ujuzi kwamba hata wakienda huko baadaye wana kitu cha kufanya kwenye maisha yao ya kawaida. Lakini awali kabisa niwakaribisha kwa sababu hapa tuko kwenye sehemu ambayo ya uzalishaji. Kama mnavyoona watoto wako kwenye shughuli zao. Cha kwanza wanakata, kuna vitu wanavyovitumia kwa ajili ya kuwapa ile picha nzuri ya hicho kifaa tiba ambacho watakitumia. Hiyo ni pedi ya kufua. Uzuri wake hatuchanganyi na vitu vyovyote. Hatuweki kitu chochote, ni kitambaa tu kinachotumika kwa ajili ya kuhifadhi hiyo damu yao. Lakini nianze moja kwa moja kwamba tunatumia matirio ambazo hazina changamoto kwa afya zao. Kama mnavyoyaona ni kama taulo, na hiki ni kitambaa cha kwanza kabisa ambacho kazi yake ni kupokea damu kwa ajili ya kutunza. Na pia tutaenda huko mbele tutaona namna ambavyo kuna kitambaa kingine cha pili na cha tatu kwa ajili ya kumfanya huyu binti awe huru kwenye matumizi yake ya michezo. Fanyika hapa ni kwa ajili ya kuchukua ile pedi baada ya kutoka mezani, imeandaliwa, imeisha. Hapa tunaiandaa kwamba tunaifanyia mchakato sasa kwamba ianze kuonekana kwenye modi ambayo tunaitaka. Na ili pedi ukiangalia ina mfumo huu hapa. Kwa hiyo mfumo hauwezi kufunga hii pedi yetu, tunaifanya hivi ili iwe na vifungo kwa ajili ya kufunga kwa binti kwenye nguo yake ya ndani ili hata anapotembea isiondoke. Sababu hii hatutumii gundi, tunatumia vifungo. Na tunatumia vifungo vya plastiki kwa sababu ya afya pia, kwamba ukitumia ile bati ambayo inaweka kutu inaweza kusababisha kutu ikaleta changamoto kwenye masuala ya hedhi salama kwa mtoto. Kwa hiyo tunatumia hivyo vifungo. Kinachofanyika hapa ni kazi unayoiona. Kwa hiyo tunabana vifungo, alafu tukitoka hapa tutaingia mlango wa pili pia kuona kinafanyika kitu. Hapa kazi ni kuiandaa ili kuitengeneza ili aibane ili ipelekwe mahali ambapo tunaweza kushaiweka sasa kwenye hizo stika na kuzipeleka stock. Okay, sawa. Nimeona kuna hii inatumika kwa ajili ya hii ni mashine ndogo inayotumika kwa ajili ya kukaza kile kifungo kama unavyoona dada anakibana. Yaani tukishapachika hivi vifungo vyetu basi tunaiweka hapa. Tunaibana hivi ili kukaza kwamba hata ikitokea hiki kifungo hiki kikilegea isije kumfanya mtu akachafuka kwa sababu itakuwa imecheza. Kwa hiyo tunabania hivi. Hii ni mashine kwa ajili ya kubania vifungo. Hapa inahusika kama tunavyoona kazi inaendelea kwamba tukishatoka pale kwenye rodi tumeshabana vile vifungo, tumezifuta, zimehakikishwa kwenye ubora wake. Tutakuja tukija hapa, kazi yake kubwa ni kuchukua hii paketi na kuchukua ile pedi iliyofungwa, hiyo pedi hizi zilizofungwa tayari kutoka pale, sababu tumeshabana hivi vifungo vyetu. Kwa tunakuja tunazifunga, zimehakikishwa hizi, tunazibana kama mnavyoziona kwa ajili ya usalama. Tunaziweka kwenye hii paketi. Tunapoziweka humu tunaweka kwa ajili ya vumbi na usalama wa hii pedi baada ya kukaguliwa sasa. Na tukishamaliza hapa tunaibana hapa kwenye moto. Tunapoibana tunapata paketi kama hii. Hii paketi yetu sasa ndio tunaichukua tunaiweka hivi. Tunakuja tunaibana. Kama tumekamilisha, tuna lebo yetu ya ndani ambayo tunakuwa na zile stika tunazibana huko ndani, ndio tunaziweka kwenye hii pakeji yetu.
baada ya hapo ndio tunakuwa tayari kuipeleka store. Kwa hiyo hapa ndio kila kitu, kwamba tunahakikisha usalama wa iPad, kila kitu imekamilika. Ndio tunaipeleka store. Umezungumza kwamba mnaweka mnaweka ndani kwenye karatasi ile kifungashio kinaitwa, lakini mnaogopa zaidi kwa maana kuchafuka. Na hizi zinafanya kwa mfano akishatumia sio hivyo, anaweza kuziosha na kaanika kwenye kutumia tena baadaye, sio hivyo? Je, ikiingia vumbi kuna madhara gani? Tunajua kabisa tunapoanza kuzalisha pale, nisema kwa kitu kimoja kwamba lazima uwe na tahadhari unapozalisha hichi kifaa tiba. Hiki ni kifaa kinachovaliwa ukeni na sehemu za kike ziko wazi. Kwa hiyo lazima uwe makini, ndio maana utakuta pale tuna sabuni, tuna sanitizer ambayo mtu anavaa. Na wakati unapozalisha lazima awe na mask, kwamba sija akapiga chafya hii pedi yetu ikawa na bakteria. Kwa hiyo tunachokifanya baada ya kuhakikisha zile pedi zetu na anayezalisha yuko katika namna ya usafi na salama, ndipo tunapokuja kuifunga huko, tulikuwa tunahakikisha pedi yetu iko safi ambapo inakuwa imeshapimwa. Sawa. Kwa hiyo baada ya hapo itakapowekwa humu waje zile vumbi, wale bakteria hawezi kuingia tumeshaipanga. Moja kwa moja tutaipaki kwenye package yetu na kwenda kuweka store wakati tunahakikisha pedi yetu iko salama. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo, ndio maana tunaitunza katika namna ya usalama. Lakini anapoenda kuitumia tunashauri kwamba aifue. Kabla kuitumia aifue, ndio. Kwa maana hata nguo ikitoka dukani vizuri kaifua, kwa sababu inatembea kwenye mikono ya watu hata kama iko ndani ya nini ya zile package zetu wanachotuletea, kwa sababu humu ndani inawezekana kama ameweka dawa fulani zinazosababisha labda isiharibike, isifanyaje, chemical na zile harufu na perfume na nini. Kwa lakini sisi hatuweki kitu chochote, ila tunashauri afue kwa ajili ya kuondoa wale bakteria wa vumbi ambao bahati mbaya mtu anaweza kawa imepita kwa namna fulani ambayo wewe hujajua. Kama tulivyotoka pale kwamba tushatoka kwenye kile chumba cha stika, tumemaliza kila kitu, tunaingia sasa store kwetu kupanga mzigo wetu. Kama unavyoona mzigo wenyewe umepangwa kwenye maboksi yale ambayo tumeshapaki pale, na usalama mwingine kwamba kwa nini sasa tulikuwa tunaweka kwenye hizi karatasi. Tulikuwa tunaweka kwenye hizi karatasi ili ukiingia store kama hujapata hiyo vifungashio iwe rahisi kuitunza nini package yetu kwenye namna ya usalama, kwamba sasa vumbi zisiweze kuingia. Kwa wakati fulani tunaweza tukachelewa kupata hizi package zetu kamili, kwa tukaitunza pedi yetu kwenye usalama. Ndio maana tunaona zingine zina mabox, zingine hazina box. Kwa hiyo tukishatoka huko tunakuja kupanga mzigo wetu kama unavyoona hapa, kila shelf imepangwa paketi 25. Kwa hiyo tunajua tukiingia store kwetu tuna hivi vyumba vingapi. Kwa hiyo katika kila chumba tunapanga box 25 iwe rahisi hata mtu anapoingia anajua kabisa mzigo wetu labda una idadi ya pedi ngapi. Kwa kama ni 25 mara 6 tutajua tuna mzigo wa kutosha. Kwa hivyo tunapanga kulingana na idadi ili hata mtu wa store asipate shida bila kuangalia mzigo uko kiasi gani. Kwa kama mnavyoona hapa umepangwa hapo ziko 25 na 25 hivyo hata hizi za kushare. Kama ndio kitu kinachoendelea. Sawa. Nimeona kwenye package moja zinakuwa ngapi jumla? Hiyo ina piece 4 moja, ina piece 4 moja. Ili timie hii package ambapo tunashukuru kama mwanetu akipata hii box moja ana uwezo wa kuimwaga kwa mwaka mwingine. Anaweza kutumia hii box moja ambayo ina piece 4, sio hivyo? Kwa miaka mingi anaweza kutumia. Yaani mfano wewe ukachukua hii nguo yako ukaitunza vizuri, utaitumia hata zaidi ya miaka 5. Lakini kwa sababu hiki ni kifaa tiba, tumekadia kwamba wewe mtoto anatumia kwa miaka 2. Kwa nini? Kwa sababu mziko hizi 4. Kwa hiyo atazitumia 2, atazitumia 2. Na anazibadilisha baada ya masaa 3 au saa 1.5, inategemea na wingi wa ile namna anapotiririka kwenye hiyo damu yake. Kwa hiyo kama anaichukua na kuifua na kuhifadhi kwa maelezo ambayo atapewa, inafikisha miaka 2 na zaidi. Sawa. Na mpango wenu kwa ujumla sasa ukoje kuhakikisha kwamba mnakuwa na uzalishaji mkubwa na mnakuwa mnasambaza kwenye shule tofauti?
Hilo ndio lengo letu kubwa, kwamba yote anayefanya bradi anatamani kufua, na hasa si katika namna ya maslahi tu, namna ya kuibadilisha jamii yetu itoke kwenye zile kacha za kizungu kurudi kwenye asili zetu. Kwamba zamani walikuwa wanatumia vitu vya kufua, sio hivi tunafanya hizi za kutupa. Kwanza kabisa kwa mazingira sio salama. Sababu mtoto anapotumia ile pedi ya kutupa anatupa mahali popote. Ndio maana utakuta kwenye madasti mengi huko zimejaa pedi, damu inaonekana ovyo. Lakini tukifundisha mtoto wetu kurudi kwenye misingi mizuri, tumfundishe usafi, lazima atumie hii pedi, atarudi kwenye usafi. Na tutaepukana pia na changamoto za mazingira. Mligundua nini kuja na hii mbinu ya kutengeneza hizi parts za kufua, kuachana zile zingine ambazo za kisasa ambazo kutumia tu na tu? Nyewe mkaja na hii mbinu sasa hivi. Jambo la kwanza kabisa ambalo tuliona ni changamoto kwa binti zetu mashuleni. Kwanza wanapata vishawishi kupitia zile pedi za kununua, kwa sababu kila mwezi natakiwa atumie. Na familia nyingi vipato vyetu viko chini. Unakuta mtoto mzazi muda mwingine hajali kwamba mtoto wake kakua atakuwa apate nini kifaa tiba ambacho kitamstiri. Sasa kwa kuona hiyo changamoto kwamba watoto wetu wanatapeliwa na mabodaboda na watu wanamna kama hizo kwa shilingi 2000 kwa mwezi, akanunue pedi au akaletewa box la pedi ambayo ataitumia kwa mwezi akaitupa. Tukaona ni vizuri mtoto apate hii pedi ambayo atafundishwa matumizi yake na ataitumia kwa muda mrefu, hata shawishika katika vile vya kutupa, kwa sababu atakuwa na kitu anachojua kila mwezi mimi ninacho. Kila mwezi mimi ninacho. Kwa namna hiyo basi nimefanya kabisa kuingia kwenye mradi kwamba lazima tuimarishe jamii yetu kwenye lengo zuri ambalo litaongoza mabinti zetu kutokana na changamoto za kuzaa wakati baada. Wakati nafika hapa nimeambiwa kwamba kuna jina maalum ambalo kikundi chenu kinaitwa. Kinaitwaje labda kwa lengo zuri, lakini pia kwa fursa ambayo watazamaji ambao wanatazama kupitia KFM Digital waweze kujua? Kikundi kama kikundi kilichokuwa kimeanza kwa awali kabisa kilikuwa kinaitwa Ladies Group. Lakini jina la mradi wetu kama mnavyoona inaitwa Safi Reusable Sanitary Pad. Hiyo ndio jina la biashara, na kikundi kinaitwa Ladies Group. Kwamba ni mabinti waliokuwa wamejiunganisha kuona namna gani wanaweza kutimiza njozi zao, na wakaona changamoto zao, wakaona ni bora waingie kufanya kitu hiki kiwasaidie na wengine ambao wameingia kwenye changamoto kama yao, kwa sababu waliokuwa wameanzisha ni wale ambao kwenye mazingira magumu, kiasi kwamba alizalia nyumbani, na kwa changamoto hizo ndio tulikuwa tunakusanya kuona kumbe kama shida ni hii, basi kwa nini tusiende kwenye kitu kama hiki, na sisi tunaona kuna faida kwa sababu wao wenyewe ni wanufaika wa kwanza. Kwa hiyo tunatamani kuona mashuleni zinatembea ili watoto wetu wafikie malengo yao. Wameshaanza kuzitumia tayari au bado hazijathibitishwa kuanza kutumika? Hizo pedi zinatumika na zimeshaanza kutumika, zimeenda kuuzwa mpaka na zimeshatoka sokoni, kwa zipo mitaani. Mapokeo kijumla hapo? Mapokeo ni mazuri, isipokuwa changamoto ni kwamba hawajajua ubora wa hii pedi, wanaona kama ni gharama, kwa sababu wanaona ukitumia 2000 kuliko 11500. Ile 11500 ni kubwa kuliko 2000. Lakini 2000 kwa mwezi mara mwaka unakuta kuna hela nyingi kuliko 1,800. Nini ambacho unawaambia watu wengine ambao wanatazama sasa hivi kwa ujumla kuhusiana na mambo tunafanya biashara? Napenda kuwashawishi na kuishawishi jamii kwamba kuishawishi jamii irudi kwenye asili. Na hii itatuepusha zaidi kwenye changamoto za mazingira, changamoto za afya na mambo mengine kwa vijana wetu kutimiza ndoto zao. Yawezekana ikawa si sababu sana katika swala la pedi, kwamba alishawishiwa kwa sababu ya pedi, lakini kisaikolojia inamwathiri. Anapofika mwisho wa mwezi anakuta hana kifaa tiba kinachoweza kumsaidia kwenye siku zake. Kwa hiyo unajikuta mtoto anahama, aanze kutafuta vitu mbadala, lakini anakuta kuna mwenzangu anatumia hiki. Lakini tukifanya jamii yetu ikarudi kwenye asili hii, hata mashuleni hawatahangaika, kwa sababu kazi ni moja tu. Matron kazi yake itakuwa kama mtoto pedi yake safi, kwa sababu kitakuwa kinakamuliwa. Lakini hata kwa anawaza kwamba fulani hana, nifanye mpango apate, wote watakuwa unajua mimi kitumbukia tu mwisho wa mwezi kifaa changu ninacho.
Kwa kuendelea na maisha na huko mpira anacheza kama kawaida. Kwa maisha yake yanakuwa mepesi. Kulikuwa na ugumu wote kuwafundisha wanafunzi ambao tunaona hapa namna ya kutengeneza hizo parts? Ugumu kumtoa mtoto ambaye hana kitu, anajua tu kwamba shuleni wanafanya hivi, alafu kumleta kwenye lengo mpaka kuendesha hilo gari, akajua hii kona inaenda huko inarudi hivi, ni kazi. Kwa hiyo tumechukua kama miezi mitatu kumfanya mtoto akajua mpaka kuingia kwenye huu mradi, na bado tunaendelea kama mnavyoona sasa hivi tunachukua na hao wanafunzi, bado nao tunaendelea na kwa mpaka alipofika hapo bwana zaidi. Tunashukuru sana. Asante na hongereni sana. Asante sana.